Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania Mkoa wa Dodoma, Askofu Venance Chande ameanza kutoa darasa la uzalendo kwa Watanzania kuanzia na nchi ilipotoka, ilipo na inapoelekea, akianza na wale maadui watatu alioanza nao hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mara baada ya nchi kupata uhuru mnamo mwaka 1961 toka kwa wakoloni, ambao ni ujinga, umaskini na maradhi. Akiongea na channel ya mtandaoni ya Banda Media, mwenyekiti huyo ambaye pia ni askofu wa makanisa ya Carmel Assemblies of God Tanzania. Wakati mwingine tunaweza kusema tunaishi kwa maskini sisi, jamani, tuna hali mbaya. Ni kweli, lakini hamjaelewa kule tulikotoka. Wakati wa mapambano haya mwaka 78 tulipata shida kwenye nchi yetu. Kulitokea vita vya Kagera na Uganda. Kumbuka kwamba wakati viongozi wetu wa serikali wanafanya jitihada ya kuijenga nchi kiuchumi, kimaendeleo, tukapata vita. Na tulipopata vita, kwa sehemu kubwa zile jitihada zilirudi nyuma, kwa sababu rasilimali nyingi zilitumika kwa ajili ya kuhakikisha tunapambana na tunashinda vita vile vya Kagera. Vijana wengi walijitolea kwenda vitani, wengi wakaenda huko wakafanya, na tunashukuru sana Mwalimu alitutia nguvu sana na alitutia moyo wakati ule. Akasema nia ya kumpiga tunayo, sababu ipo na uwezo upo, tunataka dunia ituelewe hivyo. Wakati ule kwa nchi iliingia vitani, lakini baada ya kushinda vita mambo mengi yalirudi nyuma, kwa sababu uchumi ulishuka kutokana na vita na misukosuko iliyotokea. Miaka ile ya 80 na kuendelea hapo, sabuni ya kufua ilikuwa haipatikani, sukari ilikuwa haipatikani. Ilikuwa inapatikana kwa kaya, yani kwa mwenyekiti wa mtaa au balozi. Kule unaandikisha majina, sabuni zikija unanunuliwa. Tena tulikuwa unaenda unanunua pale ile ulimi wa ng'ombe, tunaita gwanji siku hizi, sabuni ambazo zinatengenezwa Kigoma na wapi. Hizo ndio tulikuwa tunatumia wakati ule. Unaenda unazipata sabuni pale. Na sukari ulikuwa unanunua ukipata bahati sana umepata kilo 2. Unaona? Hayo ndio yalikuwa maisha magumu na ya umaskini ambayo wengine hawayajui. Tukisema Tanzania imepiga hatua, mwingine haelewi, anaona ni hakuna. Lakini mimi nataka niseme kuna hatua kubwa sana imefikiwa. Kwa hiyo tuliendelea kuishi maisha yale magumu. Watu walivaa kaniki. Leo kuna Watanzania ambao ukiwaambia kaniki wanasimuliwa tu, lakini hawajui kaniki ikoje. Lakini watu walivaa kaniki kabisa. Wakati serikali imejitahidi au inajitahidi kuhakikisha inatokomeza ujinga na umaskini, tunakutana na janga lingine la vita. Na nikiwarudisha nyuma kidogo, mwaka 74 pale Mwalimu aliamua kufanya operation vijiji. Watu wote waliokuwa walikaa kama kimachifu, kiukoo, sehemu mbalimbali, akahakikisha wote wanakaa kwenye vijiji. Kwa nini Mwalimu alifanya vile? Alitaka kuwaleta kwanza Watanzania kuwa wamoja. Lakini lingine ni namna ya kuwahudumia iwe rahisi. Kama tukijenga shule iwe rahisi, zahanati iwe rahisi, na huduma zingine mbalimbali za kijamii iwe rahisi. Mwaka 74. Kwa hiyo operation vijiji ilianza, watu wengine waligoma,
lakini Mwalimu aliweka mkazo akasema kila mtu atatoka na ataenda kukaa kwenye kijiji mahali palipoamuliwa kila mtu akae pale. Sasa jitihada hizo zinaendelea, ndio pale tukakutana na mambo mengine ya vita na mambo mengine. Mnaona sasa tayari tukaanza kuingia tena kwenye umaskini kwa muda mrefu hapa, kuhakikisha uchumi unajengwa urudi katika hali yake ya kawaida. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, serikali ifanya kazi kubwa sana mpaka tukaanza kuona vitu vinaanza kurejea taratibu. Huduma zikaanza kurejea taratibu, mabarabara yanaanza kutengenezwa, mabarabara yanaanza kutengenezwa. Sisi ambao angalau kidogo tumeonja huko nyuma, tunajua ilikuwa kutoka Tanga. Wakati huo mimi mwaka 85 nilikuwa kule Tanga. Kutoka Tanga kuja Chalinze hapa Chalinze hapa, hii Chalinze ya Dar es Salaam, tulikuwa tunatoka saa 2 usiku na mabasi ya Simba Mtoto Raleo, unaingia saa 1 asubuhi pale. Na ukitaka sasa usafiri kuja Dodoma tena unaenda msafara mrefu zaidi. Njia ilikuwa ni mbaya sana, hakuna lami. Sasa serikali ikaendelea kujitahidi kama ilivyofanya na inavyoendelea kufanya. Miundombinu ikaanza kukaa vizuri. Nakumbuka hata kwenda Mwanza ilikuwa ni shida tu. Pale sisi panaitwa Sekenke, kuna mlima mmoja mkali sana pale. Ilikuwa shida, hali ilikuwa mbaya. Leo hii unateleza na lami tu unaenda. Ilikuwa shida. Nakumbuka wakati fulani nimeenda kule kwenye mkutano wa Injili wa mzee wetu Moses Kulola, tulilazimika kwenda Arusha kupita Nairobi kwa sababu ya njia mbaya. Wako wa Tanzania ambao waliotaka kwenda Bukoba walipitia Kampala. Nairobi anaenda Kampala, hapo anakuja anaiona Bukoba kwa sababu ya njia mbaya. Lakini leo lami, ukitaka kwenda Bukoba lami tu, yani paka umefika huko. Nimeona tukumbushane ndugu zangu wa Tanzania haya mambo. Wakati mwingine tunaweza kuwa tunaenda huwa hatujaelewa mahali tumefika na tulitoka wapi. Tukumbushane. Mimi nilisafiri kabisa mpaka Nairobi nikaingia Arusha. Njia ilikuwa mbaya. Hii njia ya Arusha hii ya katikati ya kupitia Babati ilikuwa mbaya. Kali, tulikuwa gari inashuka tunataka kutumbukia. Leo hii ni lami, unapita masaa 6 uko Arusha. Wakati mwingine tulipokuwa tunaenda Arusha sisi tulikuwa tunapitia Chalinze kuliko ambako tayari walishaanza kutengeneza lami. Tunapitia Chalinze, unaingia Tanga Segera, unaenda mpaka hiyo Mombo, unaenda moja kwa moja Same, unafika Kilimanjaro, unaingia Arusha. Saa 12 saa 1 ndio unaingia. Lakini leo unatoka hapa asubuhi. Kuna magari hapa Dodoma yanatoka saa 5 kwenda Arusha. Kuna mengine yanatoka saa ngapi, sio saa 6 yanaenda Arusha na yanafika mapema. Ndugu zangu, hizi ni jitihada kubwa sana ambazo serikali imefanya. Narudi kwenye pointi yangu kwamba ni katika kuhakikisha wanatokomeza umasikini. Kuondoa umasikini sio tugawiwe hela tujaze kwenye mifuko kwamba tunatembea nazo, nasema serikali wametugawia hela.
Hapana. Serikali inatengeneza njia za kufanya sisi tupate hela. Njia hizo kama hivyo barabara, inaandaliwa barabara, miundombinu. Unaenda Arusha, unamfanya biashara, unaenda kufunga mzigo, mara moja umerudi na unafanya biashara yako, au wakati mwingine unapiga simu tu mzigo unakuja. Hizo zote ni jitihada. Mikoa ya kusini mimi naijua, huko nilikotoka mimi. Tulikuwa tunakwama pale Rufiji, tunakaa wiki nzima unasubiri pantoni ikuvushe. Ukipata bahati ukavuka, njiani humo ni kimbembe. Hali ilikuwa ni mbaya, hali ya usafiri. Lakini leo mabasi yanatoka Masasi au Mtwara saa 7 saa 8 yameshafika Dar es Salaam. Maendeleo ni mchakato jamani. Hatuwezi kuyamaliza mambo yote kwa wakati mmoja. Serikali haiwezi kusema yote mara moja yameisha, yote yameisha kila kitu. Hapana. Hata nchi zilizoendelea na wenyewe bado wanajenga uchumi tu, na wanafanya mambo mengi ya kuhakikisha nchi zao zinakuwa na maendeleo. Leo hii asilimia kubwa ya huo umaskini wa aina hiyo tumeondokana nao, wa barabara. Najua mimi sina takwimu ya barabara zote, maana mimi sihusiki huko, mimi sio waziri wa ujenzi au nini. Mimi kama kiongozi wa dini na wa jumuiya, lakini bahati nzuri nchi hii mimi nimetembea mikoa mingi. Sehemu ambayo sijaenda ni Kigoma na Rukwa tu basi, lakini mikoa yote mimi nimetembea. Naijua serikali imefanya kazi kubwa sana. Leo hii ilikuwa ni ngumu sana kutoka Songea kwenda Masasi, lakini sasa hivi kuna lami mpaka Tunduru, mpaka unafika Masasi huko kote, na Kapanya wapi. Hizi zote ni jitihada serikali imefanya. Mimi nadiriki kusema ile kampeni ya kuondoa ujinga na umaskini imefanikiwa.